Jamani, Waswahili wanasema uhondo wa ngoma uingie ucheze. Uhondo wa ngoma uingie ufanyaje? Ucheze. Sasa wadada mnaokuja hapa mnavutiwa huko mkisikia mishahara 1,500,000 mpaka 500,000, ndugu zanguni lazima ufanye kazi. Okay? Huku hakuna mchezo, huku hakuna hutani, huku hakuna masihara. Huku kuna kazi kazi. Sasa wale wavivu na wazembe tutawajua kwa matendo yenu. Ndio nyie sasa kina Glory, kina Heleni, kina Miriam. Kazi hamtaki kufanya ila mnataka pesa. Ndugu zanguni, hela hazipatikani kwa uvivu na uzembe. Hela hazipatikani kwa matabia kama hayo ya mbwa koko. We unaachiwa nyumba ya mtu, huku nyuma unaondoka kama vile limbwa lililookotwa barabarani, lakini kuna mfumo, kuna utaratibu ambao umeuridhia, umeusaini. Badala basi hata uufate, basi onyesha hata angalau kujali kwamba huyu mtu kanitoa mahali, kanikabidhi nyumba yake. Huku nyuma anaondokaje? Hayupo. Glory, unaondokaje kwenye nyumba ya mtu mwenyewe hayupo? Hiyo ni tabia ya wapi? Unapata wapi hizo guts? Yaani mnatoaga wapi huo ujasiri wa kishetani mkubwa namna hiyo? Unaondoka mwenye nyumba hayupo, unamwandikia tu message, mimi naondoka. Alikutoa barabarani? Hapana. Ulitoka kwenye mfumo, ulitoka kwenye taasisi, ulitoka kwenye kampuni, basi fanya mawasiliano. Kuna changamoto sema, lakini mna matabia ambayo ndio yanazidi kuwaweka kwenye umaskini. Na usishangai kwa nini bado unaendelea kuzurura. Mtu kama wewe unadai nimefanya kazi hii miaka 8 bado tu unaendelea kuzunguka kwenye nyumba za watu. Why? Kwa sababu ya matabia mabovu kama hayo. Kwa sababu wakati sisi hatukujui, okay? Unavyokuja hapa unajinadi, nimefanya hapa, nimefanya pale, nimefanya na mzungu. Jamani, tena msitakage kuwa wazungu hawana hizo tabia zenu za mbwakoko kama hizo. Ukifanya kazi kweli kwa mzungu, hata ukikaa naye mwezi tu, kuna mengi sana ya kujifunza, ikiwepo discipline, nidhamu, lakini hakuna. Kwa hiyo mnabaki mnazunguka kwenye haya majumba ya watu kwa sababu ya matabia yenu. Kwanza uvivu namba moja, kwa sababu hakuna kingine kinachowakimbiza kwenye hizi nyumba zaidi ya uvivu. Hakuna kingine kinachowakimbiza kwenye hizi kazi zaidi ya uvivu, na hiyo ndio kansa ya taifa hili. Watu ni wavivu na wanataka hela. Huwezi kupata hela kwa uvivu, huwezi kupata pesa kwa uvivu. Lazima uchape kazi, lazima upambane. Lakini nyingine ni hiyo tabia. Uvivu wako sasa umeshakufanya umeshindwa kufanya kazi, basi onyesha hata katabia ka ustaarabu. Usiachie nyumba ya mtu hivyo hivyo. Yaani usiondoke tu kama limbwa ambalo limeokotwa barabarani, ambalo halifugwi, limezoea kuzurura zurura. Hapana, angalau kuwa na utu ule kidogo, kusema kwamba kwa kuwa wenyewe wamenikabidhi nyumba yao nitawaaga, lakini pia sikutoka barabarani. Yaani nazungumzia general, kama si umeagizwa kijijini, umetoka wapi. Lakini kwa sisi ambao pia tuna mikataba, tumekwambia kabisa, umeshindwa, kuna changamoto yoyote tuambie. Lakini na yenyewe bado, yani kama sijui nisemeje. Kwa hiyo jamani, haya matabia mnalalamikia sana sana sana, sijui hakuna ajira, sijui ni, lakini mna matabia ya ajabu ajabu ambayo hayo ndio yanawaweka kwenye umaskini, hasa uvivu na kutokuwa na nidhamu na adabu na maisha. Unawezaje tu kuondoka kwenye nyumba ya mtu bila taarifa? Yani unaachaje yani nyumba ya mtu unaiachaje? Yeye ameondoka, amekukabidhi na anajua na mtu yuko nyumbani. Wewe huku nyuma unapata wapi ujasiri? Wengine hawatoi taarifa, wengine ambao sasa unajifanya yani kama vile umeonyesha ustaarabu, unamwandikia bosi wako, mimi nimeondoka sirudi. Alikutoa barabarani, unamwambia nimeondoka sirudi. Alikutoa barabarani? Au kwa nini usisubiri arudi umwage, bosi mimi naondoka, uhakisha yuko nyumbani kwake? Yani hii ni kero na hii ni tabia chafu, na hii actually sasa ukiwa una tabia hii, yani sijui nisemeje, kwa kweli sijui, kwa sababu nasikitika zaidi kwamba unakuja kwenye sehemu ambayo tumeshatangaza waziwazi, hapa hatuna mchezo wala hatupendi hayo mambo ya Kiswahili. Unajiona kabisa mimi sio mtu ambaye naweza kuvumilia, naweza kukaa mahali nikatulia, naweza kuondoka kwa kistaarabu sehemu ya kazi. Kwa nini unakuja huko? Why? Kwa nini unakuja huko? Matokeo yake ndio hiyo. Sasa una ndugu jamaa na marafiki wanakujua, si ndio? Halafu wanasikia unafanya tabia kama hizi, au hujali repetition yako, hujali brand yako, kwamba na yenyewe utaonekana ni mtu mbabaifu,
kwenye maisha, mtu usiyeaminika. Why mnapenda kujenga brandi ambayo inachafua nani zenu eh? Kwa hiyo please, hebu msijihusishe, kwa sababu yani msitu yani mnatulazimisha kufanya vitu ambavyo si tusingependa. Wewe unajijua una matabia yako ya ajabu, hebu baki huko huko, ili tusije huku kuanikana na kuonyesha matabia ya ajabu ajabu tulionayo, kama nilivyosema ya mbwa koko maana limbwa koko nilimbwa alifugwi, liko tu linazurura zurura. Kwa hiyo unakuwa na tabia, yani wewe umeachiwa nyumba ya mtu unaondoka tu, si ni kama limbwa tu ambalo alifugwi, maana hata mbwa anayefugwa aondoki hivyo Kwa hiyo please, naomba tena nirudie tena na tena, naomba nirudie tena na tena, kama ni mtu ambaye unajijua huna discipline, huna nidhamu, tafadhali, na ni mvivu, yani hayo mambo mawili ndio yanayoangusha, na huo ndio ugonjwa mkubwa wa taifa hili. Tunasema hakuna ajira, lakini kiukweli tunatakiwa tuseme sisi ni wavivu. Yani mtu yoyote anayesema hakuna ajira anatakiwa aseme mimi ni mvivu na ni mtu ambaye nisiyekuwa na maadili. Hayo mambo mawili ndio yaliyowaweka watu hao ambao wanatumia neno la ajira kwamba hakuna ajira kama kichaka cha kujifichia uvivu wao na utovu wao wa maadili, kutokuwa na maadili period. Kwa sababu mtu yoyote aliyenyooka, mtu yoyote ambaye ni mpambanaji, mtu yoyote ambaye ana maadili hawezi kuacha kuziona fursa, na fursa ndio hizi na kazi ndio hizi. Sasa umepewa kazi, kazi yenyewe inakuwa ni kazi kufanya, alafu unaonyesha mbali ya hivyo unafanya upumbavu mwingine wa level ya juu kabisa wa kuondoka kwa staili ya kimbwa mbwa ya ajabu ajabu ambayo haifai. Why mnafanya hivyo? Alafu mnakaa huko mnasema hakuna ajira, hakuna kazi. Kazi si ndio hizo, mbona hamfanyi sasa? Kazi ndio hizo, why hamzifanyi? Hakuna kazi gani? Na kazi ndio hizo uliopewa. Mwisho wa mwezi unataka mshahara, fanya kazi. Lakini hutaki kufanya kazi na bado unasema hakuna kazi au mshahara mdogo. Mshahara mdogo, wewe una thamani gani? Hivi wewe ulistahili hata kulipwa shilingi 50,000 kweli wewe? Maana katika mazungumzo yako wewe Glory ulikuwa unasema mshahara ulikuwa mdogo sana. Una thamani gani? Maana mshahara ni thamani. Mshahara ni value, thamani unayoitoa. Hivi kama unaweza ukaondoka tu ukaacha nyumba ya mtu wenyewe hawapo, wako kazini, huku nyuma unaondoka, una thamani gani? Hustahili kulipwa hata senti. Kwa hiyo tabia, hutakiwi kulipa hata senti, kulipwa hata sumni, kwa sababu huna thamani, hujali, huna thamani kabisa. Haya, hilo ni moja. La pili, yani huna value, huna maadili, sio mtu mwaminifu na mwadilifu, kwa sababu mwaminifu na mwadilifu kamwe hawezi kuacha nyumba ya mtu hivyo. Lazima asubiri wenyewe aondoke kwa kuaga, jamani, nashukuruni, labda hiki kimenishinda. Kuwa mwazi, kazi zimenishinda, ndio, weka wazi tu vivu wako, nimeshindwa kazi, lakini angalau kabidhi nyumba ya watu. Kwa hiyo unakuta mtu jitu halina uaminifu wala uadilifu, hana. Ongeza uvivu. Kwa nini usihangaike na maisha? Kwa nini usipigike mtaani? Wewe unakimbilia kwa mwanaume, unafikiri kwa mwanaume ndio kuna uaueni, yaani kwamba wanaume ndio wakuvumilia hayo mapumbavu yenu? Hapana. Inabidi kwa kweli mwanze kujiuliza, maana mtarusha lawama sana kwa wanaume, lakini saa nyingine angalia matabia yako. Matabia yako yataonyesha kabisa huyu kweli ni msaidizi. Maana mwanamke, wewe ni msaidizi. Ni msaidizi kwa huyo mwanaume, sio mzigo, sio golikipa, unatakiwa uwe msaidizi. Sasa kama ukishakuwa na tabia kama haya, unasema tu tumeachana, tumefanyaje? Na kuna wale wanaoachwa na kuna wanaacha. Okay? Yaani mwanamke anayejielewa, anayejitambua, kwanza unaona anavyoendelea mbele, lakini pia upuuzi hawezi kuvumilia. Lakini kuna wale ambao mpo tu. Yaani nyie ndio wa kuachwa. Huyu anakuacha, huyu atakuacha, huyu anakuacha, kwa sababu hujitambui, hujielewi. Anyway, nataka kusema hivi, nasisitiza, maana hili somo limeanza muda. Hapa Wadada Center hatutaki wababaishaji, kwa sababu kiukweli mtaendelea kujidhalilisha. Kwa hao ndugu zenu, jamaa zenu wanaowafahamu, watajua matabia yenu mabovu, kwamba nyie sio watu wenye maadili, sio watu wachapakazi, ni mijitu mivivu, alafu mnataka pesa. Hakuna pesa za bure. Hazipo.
Kwa upande wa mabosi zetu, hii kazi jamani, sio rahisi, sio nyepesi. Ndio maana tunawaambia ukiingia mkataba, unaingia mkataba na Wadada Center, sio na huyo dada. Usije ukapata dada tukikwambia okay, dada yako tuliokuandalia ni huyu, unaweka matumaini makubwa, alafu sasa mtu mwenyewe ndio huyo anakuja anakaa siku moja anaondoka, au siku mbili anaondoka, unakata tamaa. Hapana, hawa watu sisi hatuwezi kuwapima kwa macho. Hicho kitu Mungu hakumpa mwanadamu kabisa, kwamba umwangalie mtu hivi eti umuone huyu ni mvivu, huyu ni mshenzi, huyu ataiacha nyumba yangu bila kuaga, huyu atatoroka, huyu ni mdangaji. Hapana. Kama unavyosikiliza hapo kwenye interview, unaweza ukamsikiliza ukasema, jamani, huyu dada nimempenda, lakini hilo tukio ambalo anakuja kulifanya hutaamini kama ni yeye. Kwa hiyo mfumo tuliouweka ambao ndio unaweka, yani ambao ni uhalisia, ni mfumo wa kuwachuja kwa matendo yao. Naongea na mabosi muelewe, kwa sababu najua kuna wengine mnakuwaga na expectation kubwa, ingawaje mkataba wetu unasema kama kutakuwa na changamoto yoyote tutakubadilishia dada. Ndio maana tumeweka hicho kipengele jamani, otherwise ingekuwa tu sisi tayari tuna yani tuna maajabu ya kumulika na kuona moyo wa mtu. Wanasema moyo wa mtu ni kichaka Basi tungekuwa tuna uwezo huo wa kuona moyo wa mtu, hawa wadada tusingekuwa tunawaweka kwenye mradi, kwa sababu hata kwetu sisi ni usumbufu mkubwa tu. Mtu anakuja unamhosti, unamentertain, train, mimi singekuwa napoteza muda wangu. Yani hakuna kitu kinaniuma kama mtu ambaye nimekaa naye nikazungumza naye mwenyewe akacooperate kama mtu vile, alafu baadaye unakuja kusikia limefanya ushenzi kama mbwa koko vile. Hakuna kitu kinaniuma kama hicho. Yani kama sio binadamu, maana sio ubinadamu. Huwezi kuacha nyumba ya mtu jamani, unafunga kabisa nyumba unaondoka. Wengine hata kufunga wafungi. Ni ushetani, sio ubinadamu. Yani ni zaidi ya limbwa koko, yani ni ushetani. Sasa mtu wa hivyo, kwa nini mweke kwenye taasisi yangu? Kwa nini nimuhusishe na brandi yangu ambayo nimeihangaikia kwa miaka mingi kuitengeneza? Why? Kwa hiyo nataka niseme hivi na waajiri wale ambao mnataka kufanya kazi na sisi, mje mkijua tu kwamba sisi tumejikomiti kuhakikisha washenzi hawa mambwa koko hawa hatutawatolerate. Mtu akifanya upumbavu, sisi hatuna muda naye, yani kabisa. Okay, na sasa hivi kama tulivyoanza hivi system, mtu akiondoka kishenzi na sisi tunamuweka hapo hapo ili ijulikane tabia zake. Watu wengine huko washindwe kumwamini, maana anaweza kujifanya ni mtu kumbe sio mtu. Watu wajue kabisa kumbe huyu sio mtu. Okay? Lakini utaratibu wetu kama tulivyosema, tutawapatia watu wengine, na wote hao walioondoka, nafikiri ni mmoja ambaye bado hatujampatia replacement, lakini wote wameshapata. Wote wameshapata. Yupo mmoja ambaye atapata dada kesho katika hawa wadada waliotoroka hawa waliopelekwa kazini wakaondoka. Kote tayari wadada wamesharudi, wameshaenda. Maana yake ni kwamba ile kukupatia wewe ile tena sio unaanza na moja, sijui unatafuta wapi, sijui unaagiza wapi. Ukiwa na Wadada Center, dada akizingua vyovyote vile, sijui ni ameondoka, sijui ni amepata dharura zao zile za uongo na kweli, yani sisi tunajua nini cha kufanya. Tunahakikisha tu unapata mtu mwingine ili maisha yaweze kuendelea, na tunahakikisha throughout the year tunafuatilia, je, huduma zake ziko vile vile? Anaendelea kutoa huduma nzuri? Kama ulichukua level ya professional, anaendelea kufanya kazi kiprofessional? Kama ulichukua smart, anaendelea kufanya kazi kismart? Of course kwenye traditional huko jamani, mnajua huko ni changanyikeni, huko kuna changamoto zake, lakini tutakukumbusha, maana wengine wanachukua traditional alafu ana expect upata manani makubwa, akisikia navyoongelea mambo ya value na nini. Wale wa traditional kidogo changamoto zao zinaeleweka, lakini angalau wawe na unafuu. Okay? Kwa hiyo nataka tu niseme kwamba huu mradi una changamoto zake. Kudili na binadamu, kiumbe kinachoitwa binadamu, sio kazi nyepesi, sio kazi rahisi. Ndio muone kazi tunayoifanya kubwa, ngumu, nzito. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba muendelee kuamini hiyo process, kwamba dada hata akiondoka sitakupa mtu mwingine,
na utapata mtu mzuri. Kuna mabosi wamepata watu wawili watatu, anapata mtu mzuri, mwingine anapata mmoja, huyo huyo wa kwanza anakuwa mzuri. Cha muhimu nachotaka kusisitiza, unalipia huduma hii Wadada Center, sio huyo dada. Ukiweka hivyo, maana wengi nimekuja kugundua yeye akishapewa dada afu dada akimdisappoint anavunjika moyo kabisa, anaona sijui ni lakini tulimewakazania hao wa hivyo, tumewakazania sana kuwaelewesha kwamba wewe hukumlipa huyo dada, yani hukulipia kwa ajili ya huyo dada, umelipia kupata huduma ya dada, awe ni mmoja, awe ni wawili, wawe ni watatu, umelipa kupata huduma ya dada, lakini pia na consultation, maana kuna sehemu tutakuletea wadada 100 na bado watakuwa wanaondoka tu. Kwa hiyo kuna consultation pia ile kwamba tukishaona labda ni sehemu ambayo wadada wanaondoka sana, tunajaribu kutafuta changamoto ni nini, wanakutana na shida gani, na especially wale ambao wanachukua hili kundi la kawaida la chini, hawa loko na wadada wenyewe wale wanaondoka vizuri, tunaendelea na mazungumzo nao, kuna shida gani, wengine wana cooperate, wanaelezea changamoto, tunapima, je, hii ni changamoto au ni uvivu tu wa dada? Kwa tukiona ni changamoto, then tunakushauri kwamba kuna hii changamoto ambayo utaendelea kuhangaika na wadada, hebu jaribu kurekebisha kwa kufanya hivi na hivi na hivi, na kweli tumeona matokeo. Kwa hiyo jamani, msivunjike moyo mabosi waajiri ambao mnakutana na hawa mbwa koko hao nilosema. Mtu unamkabidhi nyumba yako, wanaondoka tu kama limbu ambalo uliokota barabarani. Hayo ni malezi na makuzi. Tabia za mtu huwezi kuzijua kwa kumwangalia usoni. Hapa kwetu wanajitahidi sana kujivalisha ngozi ya kondoo, lakini ndio hivyo. Mbwa mwitu ni mbwa mwitu tu. Akifika kwako ndio hivyo anatoa hayo makucha. Sijui kwa nini akuondokea hapa. Mtu kama Glory kakaa kituoni kwetu muda mrefu kidogo. Lakini kafika kwa bosi kakaa siku 2, wakati kituoni kakaa muda. Anyway, cha muhimu tuendelee kushirikiana kwa maana ya Wadada Center, na wewe bosi ambaye unataka huduma, tuendelee kuwafundisha wale ambao wanaelewa nini maana ya kutoa thamani, wajue kabisa kitu ambacho unalipia. Watu ambao hawataki stress, yani kwanza tunahudumia watu ambao hawataki stress. Sisi Wadada Center tumechagua kuhudumia kundi la watu ambao ni wale watu ambao wananuaga vitu vya gharama kwa sababu wanapenda peace of mind. Kwa hiyo yuko tayari anajua kuna magari ya milioni 10, 15, lakini atanunua gari lake la milioni 100, 200. Why? Kwa sababu anapenda comfortability fulani hivi, anajua kuna nguo za 5,500 za 1,100 sasa hivi nakwambia mtandaoni huku zinauzwa, lakini bado ataenda kwenye maduka makubwa ya brand, atanunua manguo kwa madola, kwa manini. Yaani kuna hao watu ambao wanapenda vitu quality. Wadada mnaokuja hapa tunawafundisha, hizi hela nyingi mnazozisikia tunazitaja ni kwa watu wanaotaka quality ya tabia, quality ya utendaji wa kazi. Wasipoona hicho kitu, yani tunakuwa tumewatapeli, tunakuwa tumewadanganya, tunakuwa tumewaongopea. Alafu zaidi ya hapo, hata tu tabia basi ya ile kwamba hata niage basi, na yenyewe unashindwa kuonyesha, unakuwa kama lijitu lililookotwa mtaani. Kwa kweli hapana, hizo tabia za nimeshasema nimezifananisha na mbwa koko, kwa sababu haya mambwa ambayo hayafugwi yanajiendeaendea tu na yanagongwa huko mabarabarani. Sihitaji wadada wa staili hiyo, kwa kweli sihitaji kabisa. Tusije tukagombana tukaanza kuonana wabaya, kuleteana stress zisizokuwa na umuhimu au zisizokuwa na sababu. Wai, usikae huko kwenu ukatulia tu, hangaika huko, madalali wamejazana kibao, nenda huko. Lakini unapokuja kwenye mifumo ambayo tunajaribu kutengeneza mifumo inayoeleweka, dada kama unaondoka unatoa taarifa, unaaga, yani kunakuwa na mipangilio. Ndicho wanacholipia, sio kwamba wewe una vichwa viwili au una maajabu sana. Hawa watu wanalipia peace of mind, amani ya moyo. Akikuacha nyumbani kwake anajua nimeacha mtu ambaye siwezi kukutana na surprise mara kaondoka, au nikutane na message sio nimeondoka, au tu narudi milango iko wazi mtu hayupo. Ni nini? Kwa nini mnakuwa hivyo kama mashetani? Msifanye hivyo. Okay? Haya jamani, mabosi zangu, na imani ujumbe mmeupata kwamba tunadili na hili kundi, tunaenda nalo hivyo hivyo taratibu taratibu. Nafikiri tutaweza kutransform, maana haya mambo ni watu wamelelewa nayo, wamekuzwa nayo, kwa hiyo huwezi kuyaondoa kwa siku moja. Hapa itabidi tuendelee kupiga kelele na kelele na kelele na kelele mpaka tutakapoweza kupata wengi ambao ni waaminifu.